Siku hizi dunia imeanza kutupa tafasiri nyingine ya uhuru, kwamba mkitukanana sana kwenye mitandao ya kijamii ndio uhuru. Uhuru Lakini hebu niulize, wazee watuambie, hivi huku katika mila na desturi watoto walikuwa wanatukana baba zao? Walizuiwa na nani? Walizuiwa na utamaduni, si ndio? Walikuwa wanamtukana mama yao? Walikuwa wamejiwekea kanuni tu. Tofauti na demokrasia ya sasa, watoto hawezi kusema baba naye amezidi sana, lazima tupige kura tupate baba mwingine. Hakuna kupiga kura. Hata akiwa mkorofi wanasema baba naye. Hata akiwa mlevi wanasema baba naye leo tena karudi kayanywa. Lakini hawasemi uongozi wake unakoma ya ubaba. Hapo ndipo tulipoanzia. Sasa unapopanua demokrasia, tena unapokuja kwenye kitu kinaitwa vyama vingi vyama vingi vizuri sana, lakini na vyenyewe navyo vinaweza kuwa tabu sana. Lakini hakuna kitu kisichokuwa na tabu. Jambo kubwa ni kuweka taratibu ili vyama hivi vifanye kazi, lakini kwa kuzingatia katiba na sheria mliojiwekea. Uhuru ni kutoa maoni. Uhuru ni kufuata sheria. Maana unaweka sheria ambazo zinafanya jamii iishi pamoja bila bugdha, ili kuondoa mtu asimuonee mwingine. Lakini hata kutukana ni kosa la jinai ukisoma sheria za Tanzania. Ukitukana mtu hapo mjini Peramiho, hata kupeleka polisi. Nini? Kanitukana. Ndio. Na polisi hawezi kukuacha. Wasema eleza. Alifanyaje? Alisemaje? Mlianzaje? Sheria. Lakini siku hizi ukisoma mitandao, eti matusi ndio demokrasia, eti matusi ndio uhuru. Uhuru wa kutukana. Hapo tumeposea njia. Tungekuwa uhuru wenyewe wa kutukana, tungeutafuta wa nini? Tulitafuta uhuru ili utusaidie kujenga watu pamoja, kuleta amani katika nchi na kusimamia maendeleo yao.